Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Ni siku ya furaha, siku ambayo Mungu ameniwezesha katika vitu ambavyo nimefika kwa kipindi kifupi ndani ya mwezi mmoja, lakini nilikuta kituo cha afya mkuu hakijaanza huduma mbalimbali. Kilikuwa kina huduma tu za OPD na kuzalisha kina mama, lakini hakukuwa na huduma ya baba, mama na mtoto RCH clinic. Hakukuwa na huduma za ultrasound au x-ray au huduma pia za upasuaji wa kina mama wajawazito, zilikuwa hakuna. Ingawa kulikuwa na theater yenye kila kitu, lakini kulikuwa na walkway ambayo ilikuwa inajengwa, lakini ilikuwa bado haijakamilika. Kwa hiyo ilifika wakati kwamba sasa ni lazima hizi huduma zianze. Kwa hiyo nilisema tarehe 1 mwezi wa 4 ni lazima tuanze huduma hizi zote, na namshukuru Mungu kwamba ilipofika tarehe 1 basi huduma za RCH zilianza, na wananchi tuliowatangazia basi walianza kuitambua na wakaanza kufika na wamefurahia huduma. Lakini pia tarehe 1 hiyo hiyo hatukukaa muda mrefu, pia tukaanza operation ambapo tuliweza kufanya operation ya mama mjamzito, alipata mtoto wake wa kike salama, na pia tukamfanyia mama ambaye alikuwa na uvimbe kwenye kizazi, na yeye alifanyiwa upasuaji na alitoka salama. Kwa hiyo tulimshukuru Mungu sana. Kwa hiyo ilikuwa ni mafanikio makubwa sana. Lakini hapo Jumatatu ya wiki hii tarehe 13 tumeweza 14 tumeweza kuanza pia huduma za ultrasound, ambako pia x-ray kuna kioo tu kiko kwenye marekebisho, lakini tunategemea ndani ya wiki hii pia tutaanza hizo huduma za x-ray. Kwa hiyo huduma sasa zimeboreshwa katika kituo chetu cha afya mkuu. Ni kila mwananchi sasa tunapenda tu kumkaribisha afike ili aweze kupata huduma hizi. Huduma ambazo ni karibu. Walikuwa wanaenda mbali kituo cha afya mkuu, kituo cha afya Karume, na ilikuwa ni mbali kwenda kule kupata huduma zetu, lakini sasa tunawatangazia wafike hapa ambako ni karibu, ili pia itatusaidia pia kupunguza mzigo kwenye kituo kile cha Karume, kwa sababu ilikuwa unakuta kina mama wajawazito wamelala mpaka 6 kwenye kitanda kimoja, lakini sasa wanapata huduma hapa karibu. Kwa hiyo ninapenda tu kuwatangazia wananchi wa Rombo, maeneo ya Mkuu, Mamsera na sehemu zingine zote, Marangu, Himo, wakaribie sasa. Kituo chetu cha afya kinakwenda vizuri, huduma ni bora na watazipata bila usumbufu wowote. Tunamshukuru Mungu pia kwamba wafanyakazi wetu, wahudumu wote wako tayari kwa ajili ya kuhudumia wahudumu wenye moyo mkuu na wana good customer care. Kwa hiyo wakaribie, lakini pia nipende kuwakaribisha katika hospitali yetu ya wilaya Rombo. Inapatikana kule maeneo ya Kiwanda, na yenyewe ni hospitali bora mno, katika hospitali bora Tanzania. Ile ni hospitali kubwa nzuri yenye kila vifaa vya upimaji wa afya. Tuna huduma mbalimbali za radiolojia zinapatikana, ultrasound ipo pia inapatikana, lakini kuna emergency department, kuna huduma za physiotherapy, mazoezi tiba, na yenyewe pia yapo, huduma za watoto njiti zipo, huduma za operation za wamama wajawazito, lakini pia tuna theater kubwa kwa ajili ya operations zingine za kawaida. Kwa hiyo tupo pale, tuna huduma mbalimbali na dawa zinapatikana kwa asilimia kubwa, zaidi ya 98% dawa zipo. Kwa hiyo niwakaribishe sana wafike, sio mbali, ni karibu sana. Ni karibu sana, na ndio maana tunaendelea kutoa matangazo, na sasa niendelee kuhamasisha wafike pale, na wagonjwa wetu tunawashauri wafike. Ni hospitali kubwa ambayo ina madaktari pia wengi wa kutosha, na hata daktari bingwa yupo. Kwa hiyo niwakaribishe sana wafike. Na nipende sana kutoa shukrani katika mambo haya yote ambayo tunayaona hayakuwepo zamani. Zamani ilikuwa huduma kupatikana ni kwa tabu sana, lakini sasa hivi huduma zinapatikana na tunaendelea kufungua. Tumeshafungua zahanati yetu ya Msangai, na yenyewe pia imeanza huduma, lakini pia tuna zahanati pia Kisale, na yenyewe pia inaanza huduma, lakini tunazo vituo vya afya ambavyo tunajenga, tunategemea pia na wenyewe vitaanza. Kwa hiyo
amini kwamba mambo yatakuwa mazuri sana kwenye wilaya yetu ya Rombo. Na tunategemea pia kuanza huduma za operation wa mama wajawazito kwenye kituo chetu cha afya cha Holili, na chenyewe it's loading, bado muda mfupi na chenyewe kitaanza. Tunaendelea kupambana ili mambo yaende, na tunamshukuru Mungu sana kwa sababu kupata kiongozi kama mama yetu Rais mpendwa Samia Suluhu Hassan, kwa kweli tunamshukuru Mungu sana. Mama anayejali watu wake, anawajali wananchi wa Tanzania, na ametuletea huduma hizi ambazo ilikuwa ni ngumu kupatikana. Ilikuwa mtu mpaka aende mbali, aende KCMC, aende Mawenzi, aende Dar es Salaam, Muhimbili, lakini sasa hivi kila mahali wananchi anapata huduma. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ni hatua kubwa sana ya maendeleo kwa kweli, ambayo nadhani dunia pia inashangaa. Kwa hiyo tunamshukuru sana rais wetu, lakini tunawashukuru viongozi wetu, mkuu wetu wa wilaya Rombo, tunamshukuru pia mbunge wetu wa Rombo, Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, na yeye pia amekuwa msaada mkubwa sana kwenye wilaya yetu ya Rombo. Lakini pia tunamshukuru mkurugenzi wetu Jembe, ambaye na yeye ni mkurugenzi, anatoa ushirikiano wa hali ya juu, bila kuwasahau waheshimiwa madiwani. Wale ni wazazi wenye upendo mkubwa, wenye ushirikiano wa ajabu. Hauna stress, unakaa unakuwa free kuongea nao, na wanakushauri na wanakutia moyo, wanakuambia sisi tuko pamoja. Kwa hiyo nimeshukuru sana, nimeipenda Rombo. Mungu awabariki sana. Ameshauri pia watumishi wakuu wa idara, wamekuwa na ushirikiano mkubwa, wanakutia moyo, mnakwenda mnafanya kazi. Kwa hiyo mambo safi, na kwa sababu napenda kazi, basi nimefika mahali kwa watu wanapenda kazi. Mungu awabariki sana. Karibuni sana katika huduma zetu za afya Rombo. Tupo tayari kwa ajili ya kuwahudumia. Karibuni sana. Katika siku ya leo tulikuwa na tunafanya uzinduzi wa chumba cha upasuaji, jengo la upasuaji la kituo cha afya mkuu. Na katika siku hii ya leo tumefanya operation mbili, moja ikiwemo ni kwa ajili ya upasuaji wa kusaidia kuzalisha cesarean section, ambayo ilifanyika kwa Bibi Sara ambaye alijifungua mtoto wa kike mwenye kilo 3.9, na ilifanyika vizuri, mama alitoka salama na mtoto akatoka salama. Lakini pia siku hii ya leo pia tulifanya upasuaji wa usaidizi wa uzazi kwa mama aliyekuwa na vimbe kwenye kizazi kwa muda mrefu, na tulifanikiwa kutoa vimbe zote 31. Alikuwa na vimbe 31 na kizazi kilikuwa ni kikubwa kidogo chenye urefu wa wastani 24 cm, lakini kwa uweza na juhudi tumefanikiwa kutoa vimbe zote hizo 31. Na kwa sasa tuko kwenye matarajio sasa ya kutegemea kwamba mama huyu mwenye umri wa miaka 39 tutegemee sasa tutakuwa katika ufuatiliaji na kliniki zetu, tuangalie sasa namna ya kuweza kusaidia kupata mtoto, maana katika kufanya assessment yetu mirija haikuwa na changamoto wala hakuna changamoto nyingine tofauti na hiyo ya kwenye kizazi. Lakini pia tupende kutoa shukrani zetu za dhati kwa mganga mkuu wetu Dr. Kandi kwa namna alivyoweza kutusaidia kusogeza huduma hii mahali hapa, kupambana na kuweza kuhakikisha kwamba kwa sasa ndani ya mwezi huu wa 4 tumeshaanza kutoa huduma mahali hapa. Kipekee nipende kutoa shukrani kwa Wizara ya TAMISEMI, Wizara ya Afya kiujumla, pamoja na mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutusaidia upatikanaji wa vifaa, lakini kuweza kuisogeza huduma hii mahali hapa. Mimi mwenyewe nikiwemo kuwepo mahali hapa katika wilaya hii ya Rombo katika kuhudumu katika kituo hiki cha afya, nayo ni juhudi za mama yetu Samia Suluhu Hassan. Lakini pia nipende kutoa shukrani za dhati kwa uongozi wa hospitali kwa kiujumla kwa jambo la namna wanavyoweza kutupokea na kutushirikisha katika kushirikiana katika kutoa huduma kwa hawa wa mama na wajawazito. Lakini kipekee kila siku ya Jumatatu tutakuwa tunaendelea kutoa huduma zetu hapa za kibingwa, tukiendelea kuwahudumia mama hawa wenye changamoto za uzazi, pamoja na wajawazito wenye viashiria vya hatari, pamoja na wale ambao wana changamoto ya kujifungua, waelekezwa waje kujifungua katika hospitali kubwa. Pia tutazungumza hapa na namna ya kusaidia na namna ya kujifungua. Lakini pia tuna watu wa usingizi wenye uzoefu mkubwa sana
ambao wao wanakuwa wanatusaidia katika huduma ya kuwalaza hawa wagonjwa na kuwapatia nusu pakuti. Tuna wataalamu kwa sasa tunao wawili, lakini tunapoendelea mbeleni watazidi kuongezeka. Na inamaanisha kwamba kwa sasa yote tunatoa huduma hata usiku, hata mchana, huduma za dharura pia tunaweza kuzitoa. Kwa hiyo ni huduma ambayo itaenda kuwasaidia sana wananchi na kuweza kuboresha katika sekta ya mama na mtoto. Nashukuru.